Kuna Roho Mtakatifu. Si Roho Mtakatifu. Kwa sababu tunaona tunataka hiyo. Ni Roho Mtakatifu. Anakwambia yale Yesu aliongea. Na Roho Mtakatifu anaongea yale Yesu aliongea. Heri kutoa kuliko kuongea. Maana kuna watu wanajua kuvichukua, lakini kuvipeana. Lakini wana wainulia mikono wana. Yaani hii pesa ikiingia mkononi mwangu, hata ikigusa kidole, hata kama iko kwangu, lakini imegusa kidole chake, niregeshe, anasema nipe pesa yangu. Hiyo nilijaribu kuifikiria mpaka nikasema nyinyi hakuna wengine kama hiyo. Alafu yako wewe. Kama umepata Mkristo, kama umepata kweli mtu aliyeokoka, shukuru. Amen. Ambaye chake ni chako. Yaani hakuna kuvutana, kupeana. Au muombi anakwambia, wewe umepata Mkristo. Lakini yule kumuuliza uko na ngapi? Tena aficha aongee kidogo. Aokoke tena. Kuna Makristo na Makristo. So kuna tofauti ya kuitwa Mkristo na Makristo. Maana Yesu alisema kutatokea akwambie mume wangu hii nayo ni nani, yeye mwenyewe tu bila hata kumuuliza. Lakini kwa sababu ukipata unanipea, hata nimeweka pale. Yupo sikiza. Yaani unafanya kumtafuta na wako hapa. Yaani ajiamini yupo. Hiyo umejikaza. Hiyo umejikaza bana. Hiyo ni gari kwa mlima. Hata ukisema au utasema ile umepita. Utasema ile ambayo unajua nikimwambia huyo ili aniamini. Yaani kuna ile pesa ambayo ukiambiwa ukimwambia ili aamini, lakini ile nyingine mpaka nihakikishe hana kweli. Ushaimwambia mtu hana mpaka akiingia kwa mapochi, kwa nini mpaka anatamani kuona message ya mwisho ya M-Pesa. Hapo kuna mtu ambaye anaitwa M-Pesa. Mwisho wa kwisha atakuingiza kwa Compa Credit. Sasa hivi kulipa polepole ukikopa. Niko kwa Yesu. Amen. Nitolewe hii nianze kwa kuombea watoto wangu. Baada ya kusema niwaibie. Najua nimezoea sifa. Unataka sifa? Unataka kuimba? Baada ya mabibi. Baada ya harambee. Ndio tujue idadi kama ni wakuwapatia sifa ama ni waende nyumbani. Bado ni mapema by the way. Na ndio maana tumefupisha kwa sababu ya hiyo kipindi. So wacha niombee sadaka. Sadaka yangu iko wapi? Wacha tuamini. Baba, katika jina la Yesu, sikia neno lako. Neno la mwisho ilikuwa ni wewe mwenyewe ndivyo uliyosema kwamba heri kutoa kuliko kupokea. Tunainua, pokea Bwana wangu, pokea Yesu, pokea Baba, kama neno lako lilivyosema. Baba, tunafanya sawa sawa Baba. Holy Spirit
authority. Pokea sadaka zetu, pokea sadaka zetu. Baba, tunakusihi ukatuondolee vita, ukatuondolee miinuko, ukatuondolee vifungo, ukatuondolee mapepo, ukatuondolee ushetani, ukatuondolee uchawi. Baba, simama nasi kama tunavyosimama na wewe katika kipindi hiki cha sadaka. Najua ni kipindi kitakatifu kwako, na ndio maana Baba tunakutolea. Tunaheshimu sana sadaka hii, tunapenda kuitoa Baba. Baba, ninajua utaongea Baba, na maongeo ya sadaka yako ni maongeo mazuri, maana ndivyo nilivyonena kwa Roho. Ukasikia harufu ya manukato, Baba, ukatamka maneno ya maana, ukatamka maneno ya baraka, ukatamka maneno mazuri. Baba, tamkia yule baba, tamkia yule mama, tamkia yule kijana, tamkia yule mtoto, tamka juu ya maisha yake, tamka juu ya maisha yake Baba, tamka juu ya familia yake, tamka juu ya ujana wake, tamka Bwana, tamka kila mahali, tamka Yesu, tamka sasa, tamka Baba, tamka Masia, tamka hiyo kazi, tamka mume wake, tamka mke wake, tamka mtoto wake, tamka chumba wake, utamkia Baba yangu, ikiwa kule Baba yameinuka, yatamkia, yakemea, na yaliyoinuka kinyume chake, kinyume Baba walivyotarajia, Baba kemea, maneno mabaya, Baba kemea, madhabahu, Baba kemea, roho ya laana, Baba kemea, roho ya vifungo, roho ya utasa, roho ya masikini, Baba yangu, roho ya fukara, Baba kemea, roho ya magonjwa, Baba kemea, kemea sasa, kemea Masia, kemea. Baada ya kukemea mapepo wa uchawi katika jina la takatifu, tunapoenda madhabahuni na kunyosha mkono wako, mkono huu ambao unaenda kukutoa ndio utakaokuwa mkono wa kwenda kubarikiwa. Asante Bwana, maana tukija madhabahuni kwako tunajinyakulia baraka na nyota zetu na mafanikio yetu, katika jina la Yesu Kristo aliye Baba na mtetezi wetu. Baba, tumeomba na hata kuamini. Amen. Basi mtolee Mungu tu na Bwana atakubariki. Achilia sifa. Ili kutoa Mungu kupokea, Bwana anasema huu. Ili kutoa kuliko kupokea, Bwana anasema. Ongeza kwa hiyo. Ili kutoa kuliko kupokea, Bwana anasema Atoa sadaka yako ufunguliwe. Ili kutoa kuliko kupokea, haleluya. Ili kutoa kuliko kupokea, anaweza kuliko kupokea, Bwana anasema hiyo sasa.
Ngoja kwanza tumalize harambee ili tutacheza mpaka saa 10. Kuna mwingine mpata akisikiza mic na hapa. Kaota nisikie. Hapa watu bana. Kivumbi. Wana waheshimu kwa sifa. Na waheshimu. Na wengine huwa wanachoka lakini naona wanangu wanaendelea. Alimu umepewa nguvu mimi sina. Wacha tutulie sasa kama dakika moja. Okay.